Okay, ni 7 News. Karibu sana, mimi ni Brancis. Na yaliyojiri Alhamisi hii ni pamoja na serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imetenga mfuko wenye shilingi bilioni 50 kwa ajili ya kuwezesha vijana wanaojihusisha na sekta ya ubunifu nchini, hatua inayolenga kukuza uchumi wa ubunifu na kutoa fursa zaidi za kiuchumi kwa vijana. Akizungumza jijini Arusha jana Machi 11, 2026, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda alisema mfuko huo ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, yenye lengo la kuwezesha vijana kiuchumi kupitia sekta ya habari, sanaa na ubunifu. Alisema awali wizara ilikuwa imepangiwa shilingi bilioni 20, lakini baada ya mazungumzo na benki moja kubwa nchini, kiwango hicho kimeongezeka na kufikia jumla ya shilingi bilioni 50 ili kupanua wigo wa vijana watakaonufaika na mfuko huo. Alieleza kuwa sasa kinachosubiriwa ni tarehe rasmi ya uzinduzi wa mfuko huo, ambapo baada ya uzinduzi fedha hizo zitaanza kutolewa kwa vijana waliopo katika sekta ya habari, sanaa na ubunifu ili kuwezesha kukuza kazi zao na kuchochea maendeleo ya kiuchumi wa taifa. Wizara inapanga kuzindua rasmi mfuko huo katika hafla maalum inayotarajiwa kufanyika hivi karibuni, ambapo Rais Samia anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Hatua hiyo inaelezwa kuwa sehemu ya jitihada za serikali kuhakikisha vijana wanapata fursa za kiuchumi na kutumia vipaji vyao kama chachu ya maendeleo nchini. Na katika taarifa nyingine, Jaji Ndika amesema kwamba wananchi wengi Ngorongoro wana hofu ya kupoteza ardhi yao. Mwenyekiti wa tume ya kutathmini matumizi ya ardhi katika eneo la Ngorongoro mkoani Arusha, Jaji Daktari Gerald Ndika amesema baadhi ya wananchi katika maeneo ya hifadhi ya mapori ya akiba wameeleza malalamiko yao yanayohusu matumizi ya ardhi na ushirikishwaji katika maamuzi. Akizungumza leo Alhamisi Machi 12, 2026, wakati wa kuwasilisha ripoti mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma, Ndika amesema katika hifadhi ya Ngorongoro malalamiko yanayohusu uwiano na uendelevu wa matumizi mseto ya ardhi ndani ya hifadhi. Kwa upande wake, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali inachukua hatua za kuhakikisha hifadhi ya Ngorongoro inahifadhiwa kwa sababu Ngorongoro ni urithi wa dunia, sio tu wa Tanzania, na kwamba upo kwenye vitabu vya dunia chini ya UNESCO. Kwa hiyo ni lazima Tanzania iulinde urithi huo. Rais Samia amesema hayo wakati akipokea taarifa ya tume ya rais kuhusu mgogoro wa ardhi na uhamiaji wa hiari Ngorongoro leo Machi 12, 2026, Ikulu Chamwino Dodoma. Rais Samia amesema serikali inachukua hatua hizo kwa sababu Ngorongoro ni urithi wa dunia, sio tu wa Tanzania. Ngorongoro kuna wanyama aina zote wanaokula majani na wenzao kwa bahati mbaya wanakula hadi watu. Kuna vivutio vingi ambavyo sio rahisi kuvikuta kwingineko duniani. Pale pia kuna ushahidi na uwepo wa binadamu miaka milioni 3 iliyopita. Pia Ngorongoro ni eneo la kufanyia ibada na tamaduni za wenyeji wetu. Alisema hivyo Rais Samia wakati akipokea ripoti hiyo Chamwino Dodoma. Na tukielekea huko Afrika ya Kusini, wanajeshi wamepelekwa katika mitaa ya mji mkubwa zaidi nchini Afrika Kusini unaojulikana kama Johannesburg ili kukabiliana na uhalifu unaosababisha idadi kubwa ya watu kuuawa na mapigano kati ya magenge ya dawa za kulevya. Na huko Somalia, jeshi limechukua udhibiti wa ngome ya Al-Shabaab kusini mwa nchi hiyo. Jeshi la Somalia limechukua udhibiti wa eneo moja kusini mwa nchi hiyo linalotumika kama maficho ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab, ambapo Wizara ya Ulinzi ilisema siku ya Jumatano. Na huko Uturuki, rais wa taifa hilo amesema kwamba kama taifa kwetu hakuna Mturuki kurudi, Mwarabu, Mshia au Msuni, wote ni binadamu. Akizungumza katika mkutano wa wabunge wa chama chake huko Ankara, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisisitiza umoja wa binadamu, akisema Uturuki haijawahi kuwagawa watu wake kwa misingi ya madhehebu au makabila na inasimama na wale wote wanaokabiliwa na dhuluma au migogoro. Na tukitia nanga katika taarifa hizi, mwanaume mmoja nchini Australia amenusurika kusombwa na mafuriko wakati akimwokoa mbwa wake kutoka kwenye gari lililokwama kwenye maji. Timu ya uokoaji iliwasili na kumwokoa salama mzee huyo, ambapo watu wengi wamemsifia kwa jinsi ambavyo hakutaka kumtelekeza mbwa huyo na kutaka kumsaidia. Kwa taarifa nyingi zaidi zinazogonga vichwa vya habari duniani, tembelea ukurasa wetu wa YouTube.